Wekeza Tanzania inaletwa kwako na Azania Bank. Nikusalimu mtazamaji wa TVC1 popote pale ulipo, karibu kwenye Wekeza Tanzania. Karibu tufahamu masuala mbalimbali ya uwekezaji yanavyoendelea hapa nchini, lakini pia karibu ufahamu fursa mbalimbali za kimasoko na kibiashara zilizoko hapa nchini. Mtazamaji, kuletea Wekeza Tanzania kama ilivyoada, mimi ni Vumilia Mwasha nikiongozwa na mwongozaji wakati wote wa Wekeza Tanzania Neligwa Mugitu, lakini bila kusahau benki yako ya kizalendo Azania Bank ambayo iko kipaumbele kuhakikisha kwamba inawapa mitaji wajasiriamali wa ngazi zote pamoja na wawekezaji wa ngazi zote kwa ajili ya kuwekeza katika maeneo mbalimbali. Watanzania wapate ajira, lakini pia katika ile swala zima la kukuza uchumi. Mtazamaji wa Wekeza Tanzania, ni kukaribishe katika eneo la viwanda Zegereni, wilaya ya Kibaha, mkoani Pwani, tuje tufahamu uzalishaji wa bidhaa ya mabati. Bidhaa ya mabati ni miongoni mwa bidhaa ambayo huko mbeleni serikali inasema kwamba itasitisha swala zima la kuagiza bidhaa hii kutoka nje ya nchi kutokana na uzalishaji wa bidhaa hii kuridhisha. Kama ilivyo ada, Wekeza Tanzania pia tunakuja site ili uone, tunataka kuona viwanda ambao vinazalisha mabati hali ikoje, kwa ukubwa gani na mambo mengine kama hayo. Na hii leo mtazamaji, nipo kwenye kiwanda cha King Lion ambacho kinazalisha bidhaa mbalimbali, lakini tunakuja kuangazia uzalishaji wa mabati. Karibu sana, tusafiri pamoja na yote haya tutakuonesha vilivyo. Na hapa pembeni yangu ninaye mwenyeji wangu wa hii leo, meneja mkuu wa kiwanda cha King Lion, Arnold Limo, ambaye atatujuza kwa uzuri juu ya shughuli zinavyoendelea na mambo mengine kama hayo. Bwana Limo, tu hali gani? Mimi niko salama, tuko vizuri, tunamshukuru Mungu. Vipi eneo letu la viwanda hii huku Kibaha? Bwana, kwanza nitoe shukrani pia kwa nyinyi kufika katika eneo letu hili. Eneo letu kama mlivyoona ni eneo kubwa, uwekezaji ni mkubwa na ni fursa ambayo ipo imetokana na serikali yetu hii kutuonyesha mianga. Tulianza awali na pikipiki, lakini tumeona kwenye mabati kuna opportunity kubwa na ikapelekea kwamba viongozi wetu na wawekezaji wetu kuwekeza nguvu katika swala hili. Nani mwekezaji wa King Lion? Mwekezaji wa King Lion ni bosi wetu anaitwa Mr. Ming Shiguo, ni Mchina, lakini tumekuwa tukishirikiana naye toka amefika nchini hapa, kwa kushirikiana pia na nguvu kubwa na support kubwa anayopata kutoka kituo cha uwekezaji TIC pamoja na taasisi nyingine mbalimbali tofauti ambazo zinapatikana hapa Tanzania ambazo zina support uwekezaji. Ni moja kati ya shughuli au kazi ambayo amependa kuifanya kutokana na namna ambavyo amepata support katika nchi. Mtazamaji wa Wekeza Tanzania, kiwanda chenyewe tunachozungumzia ni hiki hapa nyuma yetu, lakini sasa hivi tunapozungumza na wewe au unavyoona uzalishaji unaendelea na kuna kelele. Kwa hiyo mtaalamu wetu Neligwa Mugitu atahakikisha kwamba licha ya kwamba tunazungumzia hapa nje, lakini yote ya ndani utayapata vilivyo ili uweze kuona ukubwa wa uwekezaji wenyewe. Limo, wakati navutiwa kuja kufanya Wekeza kwenye kiwanda hiki, licha ya kwamba nataka kuangalia uzalishaji wa mabati unavyoendelea hapa nchini, lakini inaonekana kwamba ni kiwanda kikubwa zaidi nchini Tanzania. Hebu tueleze ukubwa wake. Kwa kiwanda chetu tunaweza tukasema kwa sasa hivi ni kiwanda ambacho ni kikubwa Afrika Mashariki na Kati. Kwanza ni kutokana na ajira ambazo zinaenda kutoka kwenye kiwanda hichi. Matarajio ya ajira ni ajira 2000 ambapo 800 zitakuwa ni ajira ambazo ni rasmi na 1200 ni ajira ambazo sio za moja kwa moja. Na pia tofauti na hivyo mambo mengi. Sasa hapo kwenye ajira kwanza tukibakia. Ndio. Malengo ni hayo 2000. 800 hao ambao ni direct. Ndio.
Sasa hivi umeshaajiri wangapi? Sasa hivi tayari tuna ajira 1200 ambazo ni jumla za moja kwa moja na ambazo sio za moja kwa moja. Ambazo 500 zikiwemo ni za moja kwa moja tayari na hizo nyingine 700 ni ambazo sio za moja kwa moja. Baada ya kwenye ajira, kingine ambacho kinaonyesha ukubwa wenu? Kikubwa sana pia ni mapokeo, tuseme mapokeo ambayo tumeyapata, na pia uzalishaji wa bidhaa zile ambazo tunaweza kuzitoa. Kwa uzalishaji sisi tunategemea kuzalisha tani 1,500,000. Kwa sasa hivi tunazalisha tani 1,500,000, lakini matarajio yetu ni kuzalisha tani 300,000 kwa mwaka, ambapo ukilinganisha viwanda vingine ambavyo vipo Tanzania, Afrika Mashariki na Kati bado havijafikia uwezo huo. Kwa tani 1,500,000 mpaka sasa hivi hakuna kiwanda ambacho kinazalisha, lakini kwa sisi hapa tayari tumeshaanza kuzalisha kwa kiasi hicho. Na hii ni awamu ya kwanza, tuseme ndo tumefungua kiwanda au ndo tumewasha mashine. Kwa hiyo matarajio ni makubwa, na namna tunavyoendelea pia hata hizo ajira ambazo nimesema zitaongezeka kadiri siku zinavyozidi kwenda. Sasa kwa mwezi, kwa hesabu zako, ni kama mnazalisha tani 12,000 fulani. Tani 12,500. Aha, okay, sawa. Mbali na uzalishaji, ukubwa wenu wengine ni nini? Ukubwa naweza nikasema labda kwa ukubwa wa eneo ni eka 75. Zinazidi kidogo tu, lakini tukiround off tunasema kwamba ni eka 75. Ambapo eka 75 kwa namna tulivyopangilia, mpangilio ni mzuri, kwamba mashine zile zimekuwa arranged vizuri na ziko katika advanced way. Kwa mambo mengine labda naweza nikasema kwamba bidhaa yetu tunasema kwamba ukubwa sisi pia tumekuwa tumeonekana ni wakubwa kutokana pia na bidhaa ambayo tunazalisha kwa ubora ambao iko nao, na pia kwa uhitaji ambao mtaani sasa hivi wanahitaji bidhaa zetu. Yeah. Na bidhaa gani mnazalisha mbali na mabati katika kiwanda hiki cha mabati? Kwa hapa sasa hivi tunazalisha mabati ya aina tofauti, lakini pia matarajio hapa karibuni tutaanza kuzalisha hizi nondo, tutazalisha square pipe, tutazalisha angle line, ambazo zote hizi ni bidhaa ambazo zinatumika katika mambo ya ujenzi. Ndio. Hebu tuende kwenye swali zima limo la thamani ya uwekezaji. Tupe thamani ya uwekezaji kwenye kiwanda hiki. Kiwanda hichi hapa kina thamani ya uwekezaji toka awali. Plani ilikuwa ni dola milioni 63, ambapo mpaka sasa hivi tayari wameshawekeza dola milioni 45, ambapo ni kama bilioni 156 tuseme kwa ujumla wa uwekezaji ambao tumeweza kufanya hapa. Ambapo ilikuwa tangu mwaka gani? Tangu mwaka 2021. Na wanatarajia awamu ya pili kuanza lini, na awamu ya pili itakuwa na nini? Awamu ya pili tulipanga kwamba ilikuwa inatakiwa ianze mwaka huu 2025, lakini kufikia mpaka Juni tulikuwa tunatakiwa tuwe tumeanza, ingawa kutokana na hali ambazo zipo, tuseme unaweza ukaplani hiki lakini mazingira yakawa hivi, lakini plani yetu bado iko hapo na tayari kumeshaanza maandalizi ya eneo lingine kule kwa ajili ya ujenzi wa CRM. CRM sasa usongee kitaalamu sana. Sisi wa Tanzania sio wote tunajua sana mambo haya ya viwanda. Inabidi utupe na elimu. Ni kwamba ni eneo hilo ambalo limesema kwamba tulipanga tuanze ujenzi wake kwa Juni mwaka 2025. Ni kwamba ni eneo ambalo lingeweza kuzalisha malighafi ambazo zenyewe zinakuja moja kwa moja kwenye upande huu wa mbele ambao tumeanza tayari uzalishaji wa bati. Kwa maana kwamba tuna coil ambazo zinazotumika kuzalisha mabati, tuna coil ambazo ni za baridi, tunasema cold roll coil, lakini tuna coil ambazo ni za moto, hot roll coil. Sasa hizi cold roll ndo ambazo ndo raw material au tuseme malighafi ambayo inaweza kuzalisha ile hot roll, ambapo inapelekea kama itaingia kwenye line hizi za mashine, ndo tutaweza kupata tutaweza kupata aluminium zinc ambao ni mabati tunaona kawaida kwenye majumba mengi nchini kwetu. Alafu pia ikiingia tena kwenye line nyingine ambayo ni color coated, ni line ambayo yenyewe kwa ajili ya kuweka rangi pamoja na kukunja migongo. Ndio. Mabati gani ambayo yanatoka sana? Kwa sasa hivi kwa kweli wanasema mabati ya msauzi.
ingawa sio msauzi tena. Sasa hivi inabidi tubadilishe na jina tuite ni mabati ya Mtanzania. Mabati ya Mtanzania. Anataka hayo mabati ya Mtanzania kwa sababu ni bidhaa ambayo inatengenezwa Tanzania. Yes. Kwa hiyo ni mabati ambayo yalikuwa yanachukulika kwa jina hilo kutokana na muundo wake ambao kuna migongo mipana, kuna mabati ya mikunjo, kuna aina ya vigae ambapo kimajina labda kitaalamu tunaita kuna IT4, IT5 na corrugated, na mabati hayo tumekuwa tukizalisha hapa sasa kwa sasa hivi, na zamani watu walikuwa wanafanya importation kutoka nchi nyingine, kutoka South Africa, nyingine China, lakini kwa sasa hivi sasa tunazalisha hapa na Watanzania wanaweza kununua hapa kwa Tanzania Kibaha mkoa. Sawa. Na kwa utoshelevu upi? Kwa kweli bidhaa mabati imekuwa ni bidhaa ambayo ni pendwa na ni kutokana na kwamba watu wameamka kwenye mambo ya ujenzi, watu wanajenga, vijana, watu wazima, tuseme hata walioko mashuleni, vioni, wengi wanawaza kwamba wakifika baada ya muda fulani wawe wanamiliki majengo yao, na jengo bila bati na maana sio jengo. Tumekuwa tukizalisha, tumeanza uzalishaji, tunazalisha na uhitaji ingawa ni mkubwa, kuna viwanda vingine vidogo nchini mwetu, lakini kiwanda chetu kwa kuwa ni kikubwa pia tumezalisha bati nyingi zinachukuliwa, na pia mbali na hivyo kulingana na uhitaji ambao upo Tanzania, malighafi pia sisi tunazozalisha, sababu mbali na kuzalisha bati pia tunazalisha malighafi za bati ambazo viwanda vingine ambazo viko hapa Tanzania pia vinaitumia malighafi hizo kutengeneza bati. Mnalisha viwanda vya mabati hapa nchini? Ndio. Mnawalisha bidhaa gani? Ni hizi coil, sababu bati inatokana na coil. Kwa hiyo coil ile kabla ya kukunjwa kuwa bati, na maanisha ili kuzalishwa kuwa coil ndio kile ambacho tunakifanya sisi hapa sasa hivi. Kwa hiyo hapa sisi tunazalisha coil, baada ya coil ndio inaenda kwenye mashine ambayo itaikunja kuwa bati. Tanzania ni kubwa. Ndio. Na wewe mwenyewe elimu unajua. Ndio. Kiwanda hiki cha King Lion cha kuzalisha mabati kiko hapa Pwani tu au mna matawi mengine Tanzania? Kiwanda kikubwa ni hapa, lakini sisi tuna branchi, tuna matawi tofauti mikoani. Mwanza tuna tawi, Moshi tuna tawi, Arusha tuna tawi, Mbeya tuna tawi, Dodoma tuna tawi. Kwa Dar es Salaam pia tuna tawi. Ambayo ni kiwanda kinazalisha kabisa. Ni factory. Ambapo ni tunaweza tukasema ni viwanda vidogo ambao vinatokana na kiwanda mama ambacho ni hiki hapa. Kwa hiyo malighafi ambayo inatoka hapa inaenda kwenye matawi yetu kule, mbali na kwenda kwenye viwanda vingine ambavyo sio vya kwetu, lakini inaenda kwenye viwanda vyetu kule, vinazalishwa bati. Tunakuwa tumemsogezea mtumiaji, mwananchi. Somo hilo pia mtazamaji tunalipata kuhusu swala zima la uzalishaji wa bidhaa ya mabati. Bado nipo Kibaha mkoani Pwani, tukiangazia uzalishaji wa bidhaa za mabati, yani zile ambazo zimeandikwa made in Tanzania, na tunataka kuona ni kwa kivipi uzalishaji huu ni kwa ukubwa huo ambao tunaelezwa kwamba huko mbeleni bidhaa hii tunaweza tusiagize kutoka nje ya nchi. Tupate maneno kutoka kwa mdhamini wetu ambaye anawapenda sana wawekezaji na kuwawezesha wawekezaji, Azania Bank, ambaye pia anapatikana kwa urahisi sana hivi sasa kupitia kiganjani kwa WhatsApp na mambo mengine kama hayo. Azania Bank ipo kwa ajili yako. Siku moja nikiwa njiani nilipata ujumbe wa kufanya malipo. Nilichanganyikiwa kimtindo, nikadaka boda chap mpaka kuelekea benki. Benki sikuwa peke yangu, tena time ilisonga kinyama na tayari kitambo walikuwa wameshafunga. Ndipo nilipokumbuka kumbe nina mkombozi. Chap nikawasha app ya Azania Bank, nikafanya malipo na kulipa bili zangu zote. Cha kushangaza wote walihitaji kufahamu. Hata kwako pia ni rahisi sana. Ingia kwenye app au mtandao wa Azania Internet Banking. Bonyeza menu, nenda GEPG Payment, ingiza control number, kisha bonyeza verify. Chagua akaunti ya kulipia na kiasi. Bonyeza pay, kamilisha muamala. Azania Digital, benki popote.
Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, hayo ni maneno kutoka benki yako ya kizalendo. Tunazungumzia Azania Bank ambao wapo kwa ajili ya kuwawezesha wawekezaji na wawekezaji wa aina mbalimbali, lakini pia wameendelea kuboresha huduma zao ikiwemo kwamba wapo kiganjani mwako. Tupo katika eneo la Kibaha mkoani Pwani na tunaendelea kuangazia uzalishaji wa bidhaa ya mabati. Lakini bado nipo na kijana mwenzangu hapa, Arnold Limo, ambaye ameaminiwa na King Lion kuwa meneja mkuu wa kiwanda hiki. Na Limo, najua mna viwanda tofauti tofauti hapa. Ndiyo. Kama King Lion. Ndiyo. Ambazo ni vipi kwa kifupi? Mbali na huu uzalishaji wa bati, pia tuna eneo ambalo tunazalisha chassis za guta au frame za guta. Guta kwa ambao hawafahamu vizuri ni pikipiki za miguu mitatu au zinazotumia tairi tatu, ambapo tunazo za cc 200, tunazo za cc 250. Hiyo ni kama ukubwa wa engine, ambapo tumeziuza pia sana. Mna assemble lakini hapa tuna assemble na tunatengeneza pia chassis. Yeah. Na pikipiki mmeachana nazo saizi? Hapana, tunaendelea. Pikipiki ni kama tulianza na pikipiki kuanzia mwanzo wa King Lion Tanzania, lakini pikipiki ndio imetupush pia kuingia kwenye bati na ndio hichi ambacho kinaonekana tunakifanya. Sasa Limo, niliahidi kwamba mtazamaji utaona kwa uzuri, na najua na Neligwa Mugitu anakuonyesha kwa uzuri picha za ndani, kutokana kwamba kuna kelele, kwa hiyo hatuwezi kuingia na tukazungumzia huko. Lakini Limo, kikubwa ambacho ningependa sana pia kufahamu fursa iliyopo kwenye uzalishaji wa mabati nchini Tanzania. Kwa kweli fursa ni kubwa. Kiwanda kama hichi kuwepo hapa na imetokea kwamba kina uwezo wa kuzalisha malighafi ambazo zinaweza kusaidia viwanda vingine vidogo vidogo kuzalisha bati. Kwa hiyo sisi kama Watanzania ambao pia wenye kipato cha chini, kipato kidogo, tuna uwezo wa kupata kwa gharama ndogo ambazo unaweza kupata ile mashine ambayo inaweka mikunjo ya bati. Hapa una uwezo wa kuja kuchukua coil, baada ya kuchukua coil unaenda unazalisha bati na wewe unauza. Kwa hiyo maana kwamba mtu akianzisha kiwanda chake kidogo cha mabati, malighafi hata agiza nje ya nchi. Ni sahihi kabisa. Akiweza kupata mashine, uwepo wa mashine ambayo inatengeneza migongo ya hizo coil kugeuka kuwa bati, na maisha malighafi anaipata hapa Tanzania. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, katika pita yangu huku kiwandani nimebahatika kukutana na mmiliki mwenyewe wa King Lion ambaye ni mwekezaji kutoka nchini China, na tungependa kufahamu mawili matatu juu ya uwekezaji huu ambao wamefanya, licha kwamba tutazungumza naye kwa Kiingereza. Can you pronounce that good name of yours? My name is Bing Sigo. Bing Sigo. Okay, but they call you Mr. Jimmy. Jimmy, yes. Many people call me Jimmy. In English, Jimmy. So call Jimmy is easy. Cannot remember Chinese name. Many people. Yes. Okay. When did you come to Tanzania? 2010. 2010. Yes. Hey, una miaka mingi. Yes, 2006. Sasa from kuwekeza kwenye mapikipiki tu kiwanda cha mabati, ilikuwa kuweje hapo katikati? Pikipiki market is bigger. Many people use pikipiki looking for money, looking for life. And the check is market for this every family use this roof. Use before I check use like for glass roof. But now many check many time slowly move to this steel roof sheet. So check many people need this one. And the market bigger. Is market big as you expected? Yes. And the person, Tanzania people did this. And they put the material for house. Mtazamaji, najua lugha kidogo, lakini tunataka kuendelea kufahamu
ambacho kimemvutia mpaka anaendelea kutanua uwekezaji wake kwa kiasi hicho. Mr. Jimmy, do you have any plan to expand more for the big factories of roof all over Tanzania? Yes. Do you plan to have a different business here? Yes. Which one? Like truck assembly truck. Like assembly of motorcycle trucks. truck assembly, motorcycle assembly truck. When are you? When do you expect to start? There's young end can start it because they finish can start it. Okay. And even LNG, because Tanzania have natural gas LNG for the support to factory, and the truck it is LNG in the market bigger. Thank you very much, Mr. Jimmy. Sunday. Asante sana. Asante sana. Asante. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, huyo ni Mr. Jimmy ambaye ndiye mwekezaji wa King Lion ambaye kwa anatupa uzoefu ambao ni vizuri pia tunapopata uzoefu kutoka kwa wawekezaji. Yuko hapa tangu 2010, akaanza na mambo ya mapikipiki, akaachana huko akaona fursa kwenye viwanda vya mabati. Sasa hivi kama unavyoona analisha tani 1.5 kwa mwaka, si mchezo. Lakini pia na mradi wake umesajiliwa na kituo cha uwekezaji nchini TIC, jambo ambalo linamwezesha pia yeye uwekezaji wake kuendelea kuwa rahisi zaidi. Na mtazamaji, na pia tumebahatika kukutana na mkurugenzi mtendaji wa kiwanda hiki, na yeye Kiswahili nehi. You have to learn Swahili language, guys. Yes, sure. Mr. Jimmy, you have been here for about 16 years. 16 years, but why not Swahili? We learn 3. Yeah. 3 months. After 3 months we can. You have only 3 months. Okay. 3 months I will learn. I wish you pronounce well your good name. Yeah. Okay, I'm the CEO of the company of King Lion. I work with Jimmy San, who's chairman of our company. Your name? My name is Ratnakar. King Lion has decided to invest into the TIC. However, the King Lion motorcycle is also part of TIC project. And when we were doing motorcycle, we also done a local content for the motorcycle, which is making up the body for the 3-wheeler, which is called Guta here. And we have a factory for a Guta. So King Lion make the Tanzanian make Guta, where engines are brought from China, but the entire body assembly is done in Tanzania. CEO, I wish to understand, for you being registered by TIC, how is it going for your investment? Actually, when this Kibaha declared as a heavy industrial zone, and King Lion also wanted to expand this further, and steel business is something which we thought of. So we again registered ourselves in TIC, and we got a good support from TIC. TIC gave us this land and also acted as a single window for getting the TBS approval, getting support from TRA and various agencies in Tanzania. TIC has been helpful, and right now King Lion investment is more than 45 million, and by year 2025 it will become more than 70 million. 70 million. 70 million. 70 million USD. Yeah, Okay. 70 million USD. King Lion started when the employee was around 60 people, about 5 expat and the 45 were the Tanzanian. Right now we have 600 people in the this one, and when this factory will start, it will be close to 1,000 people. Thank you very Okay, much. thank you. Asante sana. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, baada ya kuyasikia yote hayo kutoka kwa mmiliki pamoja na mkurugenzi mtendaji na kupata uzoefu juu ya uwekezaji huu ambao umefanyika, hasa ambavyo wameeleza TIC imekuwa nguzo kwao katika kurahisisha na kuendeleza na kukuza uwekezaji wao. Kwa kumalizia kabisa, nimalizie na meneja mkuu wa King Lion, Arnold Limo. Katika mazungumzo tumeanza na sasa hivi ndo tunahitimisha. Tuwezi kuhitimisha Bwana Limo bila kutuambia fursa zipi wa Tanzania ambao wanaangalia Wekeza Tanzania wanazipata
kutokana na uwekezaji huu? Uwepo wa kiwanda hiki katika ardhi ya nchi hii nadhani unaleta fursa ambazo ni nyingi tu. Sana sana kikubwa pia ikiwa ni ajira kama tulivyokuwa tumeongea awali, lakini pia katika swala la biashara kiujumla, nadhani nchi yetu pia imebebwa na mifumo hii ya kilimo pamoja na ufugaji, ikijumuishwa na swala zima la biashara kwa ujumla. Lakini sasa kwenye swala la biashara ni kwamba tukija sasa kwenye upande wa bati, kwa biashara yake ni biashara ambayo mtu unaweza ukaiona kama ni biashara ni ngumu, lakini ni biashara ambayo ni nzuri na nyepesi kama ukijua. Kwa maana ya kwamba kwa sisi wa Tanzania kipato chetu ambacho tunacho, naweza nikasema kwamba kuna watu ambao wana hardwares ambao wanauza vifaa vya ujenzi, lakini watu kama wale mitaji yao inawezesha pia kumiliki baadhi ya mashine ambazo zina uwezo wa kufanya mikunjo ya hizi coil ambazo tunazo, wakaweza kuuza bati ambazo wanazitengeneza pia wao moja kwa moja. Kwa hiyo niwakaribishe na niwape kama tangazo tuseme kwamba uwepo wa kiasi ambacho kinaweza kikakidhi kumiliki mashine ile ya kukunja bati, una uwezo wa kuja kwetu ofisini tukakaa tukaongea, then tukakupatia hizi coil ambazo utaenda kuzikunja, utaweka bati, utatengeneza bati, and then utauza mitaani, mikoani, maeneo ambayo mpo katika biashara hizo. Ndio fursa iliyopo. Hiyo ndio fursa kubwa ambayo ipo. Nashukuru sana Bwana Limo. Ndio, asante sana. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, huyo ni Arnold Limo ambaye ni meneja mkuu wa kiwanda hiki cha kuzalisha bati cha King Lion. Na ni matumaini yangu kwamba lile lengo langu la Wekeza Tanzania hii leo, kwanza nataka tuone kwamba kuna ongezeko la uzalishaji wa mabati nchini. Kwa viwanda vipi na kwa ukubwa upi? Tumekuja site na tumeona kwamba tuna kiwanda ambacho kwa mwezi kinazalisha tani 12,500 ambao kwa mwaka ndio wanazalisha tani 150,000. Lakini pia benki yako ya kizalendo Azania Bank ipo kwa ajili ya kuwezesha wewe mwekezaji, lakini pia kwa huduma mbalimbali za kawaida za kibenki. Ndio maana sasa hivi wanakuambia wapo kiganjani mwako, kwa maana ya kwamba kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo WhatsApp unawapata vizuri, unachati nao na unapata huduma mbalimbali za benki yako ya kizalendo Azania Bank ambayo inamjali Mtanzania. Nimshukuru sana mwongozaji wakati wote Wekeza Tanzania Neligo Bugitu. Mimi ni Vumilia Mwasha. Wekeza Tanzania bado tupo, tutaenda site sana maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba unafahamu na kujionea masuala mbalimbali ya uwekezaji yanayoendelea hapa nchini. Hii ni TBC1, ukweli na uhakika. Wekeza Tanzania imeletwa kwako na Azania Bank. Siku moja nikiwa njiani nilipata ujumbe wa kufanya malipo. Nilichanganyikiwa kimtindo, nikadaka boda chap mpaka kuelekea benki. Benki sikuwa peke yangu, tena time ilisonga kinyama na tayari kitambo walikuwa wameshafunga. Ndipo nilipokumbuka kumbe nina mkombozi. Chap, nikawasha app ya Azania Bank, nikafanya malipo na kulipa bili zangu zote. Cha kushangaza wote walihitaji kufahamu. Hata kwako pia ni rahisi sana. Ingia kwenye app au mtandao wa Azania Internet Banking. Bonyeza menu, nenda GEPG Payment, ingiza control number, kisha bonyeza verify. Chagua akaunti ya kulipia na kiasi. Bonyeza pay, kamilisha muamala. Azania Digital. Benki popote.